Kwa sasa hivi ni dhahiri shahiri kwamba Tanzania ina mpango wa kumpa project nzima ya timu ya taifa. Of course hakuna kinashindikana. Yes, kwa sababu Tanzania ni miongoni mwa mataifa ambayo analipa vizuri sana, na tujianza kulipa vizuri leo tangu enzi za kina Maximo huko. Tumshinde Miguel Gamondi na mtu wa mtu Amerika Kusini unamleta hapa tangu miaka hiyo. Kwa hiyo sisi tuna historia nzuri ya kuwalipa walimu wenye ubora mkubwa. Kwa hiyo ukiangalia Miguel Gamondi ni miongoni mwa walimu ambao wameipa mafanikio makubwa timu ya taifa Tanzania katika historia, kwa sababu ukijaribu kufuatilia historia in general utagundua kwamba Miguel Gamondi ndio mwalimu mwenye historia kubwa zaidi kuwahi kutokea hapa nchini Tanzania. Yes, kwa muda mfupi, na sometimes ili dunia ikutambue, ili uandike kwenye vitabu vya kumbukumbu, haihitaji muda mwingi. Unaweza leo ukafanya tukio lako moja tulikabaki kwenye vitabu, na wanafunzi kila baada ya miaka watakuwa wanasoma kile ambacho wewe uliwahi kukifanya. Kwa hiyo tukizungumzia kwenye level ya makocha kwenye national team na hata kwenye ngazi ya club pia, tukimzungumzia Gamondi ni miongoni mwa walimu ambao wana CV kubwa hapa nchini Tanzania, kwa sababu amesababisha kuifikisha Yanga baada ya miaka 25 katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Big history. Lakini ukiacha hivyo, kikosi cha Singida Black Stars unaona namna ambavyo amekisababisha kwenda katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho. Hiyo pia ni big story kwa Miguel Gamondi. Ukiacha hivyo kubwa zaidi kuifanya Tanzania kushiriki 16 bora kwa mara ya kwanza katika historia. Na ukiacha hivyo inatolewa 16 bora kwa ujuma. Tukubaliane hapo. Ilifuzu 16 bora kwenye best loser. It's okay. Lakini performance ya juu. Kitu ambacho kimetengeneza sura na picha mpya, na kila mtu alitamani kujiuliza kwamba hii Taifa Stars ni timu ya design hipi, ni timu ambayo ina wachezaji wa design hipi. Lakini ukija ukiangalia sisi tuna wachezaji wanaocheza ligi kuu, wanacheza nchini Uingereza daraja la 4. Yani just imagine unakwenda kubato na timu kama Morocco ambayo kimsingi Nigeria, mfano Morocco kwenye 16 bora ambayo tumefungwa goli ambalo kimsingi yes lilikuwa goli halali, lakini sisi pia tulinyimwa penalti dakika za mwishoni kabisa za jioni. Wenda tungepata ile penalti na tungefunga, wenda tungesumbua mahakama zaidi. Hata kama tungetolewa, lakini mahakama tungekuwa tumeisumbua. Kuna nyakati unajua timu ya taifa Tanzania kila mtu alishikatia tamaa mara baada ya kuona amepangiwa 16 bora na timu ya taifa Morocco. Walikuwa wanaona mpinzani rahisi. Na Morocco wenyewe walikuwa wanajua anakwenda kukutana na mchekea. Kwa maana wanaenda kukutana na mpinzani rahisi, kwa maana wakiangalia aina wachezaji ambao wako kwenye timu ya taifa Tanzania na aina wachezaji ambao wako nao wao. Lakini kile ambacho tulikwenda kukionyesha katika kiwanja kilikuwa ni cha tofauti. Sisi wachezaji wetu wengi ambao wanacheza katika mataifa ya nje ni wengi wao wanacheza katika mataifa ambayo hayana nguvu sana kisoka, na wanaocheza katika mataifa yenye nguvu kisoka hawachezi katika ligi kuu. Watu wanacheza katika ligi daraja la 4, ligi daraja la 3, ndio hapo kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo utagundua kwamba tulifanya bora zaidi kuliko Morocco. Sasa kitendo cha kuifanya tu timu ya taifa ya Tanzania kuwa na ubora huo mkubwa yes kwenye michuano ya AFCON hiyo, na ukiangalia mwakani pia sisi tupo kwenye nafasi ya kuandaa michuano hiyo, kwa maana michuano hiyo itafanyika miongoni mwa nchi ni Tanzania, kati ya nchi 3 ambazo zitakwenda kusimamia hiyo AFCON. Kwa hiyo obvious sisi tuna mpango, lazima tujipange vizuri, kwa sababu shughuli ikiwa kiwanjani kwako lazima ujiandae kwa namna yoyote ile. Yes. Kwa hiyo lazima tuwe na mtu ambaye anaweza akatufikisha kwenye level fulani. Lakini mpaka sasa hivi ukija kwenye makaratasi utagundua kwamba Miguel Gamondi ana nafasi kubwa ya kuichukua timu ya taifa ya Tanzania kwa sababu kuu moja ama mbili ama 3. Kwanza, Miguel Gamondi anaifahamu vizuri kacha ya Tanzania, yani tamaduni za mashabiki na kadhalika za Tanzania, anatambua kila kitu. Lakini ukiacha hivyo, Gamondi anatambua vizuri nature ya wachezaji wa Tanzania, aina ya wachezaji wa Tanzania anaitambua vizuri, kwa sababu ameishi hapa nchini na anawajua vizuri wachezaji wa Tanzania. Kwa hiyo utagundua kwamba ni mwalimu ambaye sasa hivi sioni kama taifa
tuna nafasi ya kwenda kutafuta mtu nje aliyakuwa tunaye mtu ambaye tayari amesha prove, ameshaonesha kitu cha tofauti kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Leo hii unaweza kaenda ukatafuta mwalimu mwingine kwenye kutoka sehemu nyingine, lakini akashindwa kuja ku click na kuonesha ubora, kwa sababu unaweza kaenda ukachukua mwalimu wa CV kubwa lakini akaja asioneshe ubora mkubwa. Sisi tumeelewana. Sio kama timu ya taifa ya Tanzania inashindwa kwenda kuchukua mwalimu ambaye tutamlipa kwa mwezi hata milioni 200. Si umenyelewa? Tanzania una uwezo yupo, kwa maana mchezaji ndio anaweza kutafuta mwalimu hapa akanalipa kwa mwezi milioni 100, milioni 200. Lakini je, atakupa uhakika matokeo? Kwa sababu mwalimu wa gharama kubwa haimaanishi kwamba anaweza kukofa kitu kikubwa. Sisi tumeelewana. Kwenye kati unaweza kumchukua mwalimu ana CV na ana mikaratasi kweli ya CV zimeshiba, amepita katika vilabu mbalimbali vikubwa, lakini na ana mafanikio kwa alipotoka, lakini akaja kwenu akafanyaje? Akafeli. Lakini tayari Gamondi ameonyesha kwamba ni mwalimu ambaye kuna namna ambavyo ameanza kuielewa timu ya taifa ya Tanzania. Kama atapewa project ya muda mrefu ya mwaka mmoja na miezi kadhaa kabla ya AFCON. Kwa mwaka pengine tu, yani apewe project ambayo anaiandaa timu kwa ajili ya AFCON. Ndio hiyo nazungumza, kwa maana ni mwaka mmoja na miezi kadhaa kabla ya AFCON ambayo itafanyika 2027. Kwa hiyo utaona ndani ya muda huu wote atakuwa anafanya mambo yote ya kimbinu kuhakikisha kwenye AFCON ya 2027 sisi tunakuwa miongoni mwa washindani, sio miongoni mwa washiriki. Ni aibu ngoma inapigwa sebeni kwako alafu wewe unatolewa makundi. Ni aibu kweli, na michuano hii haina adabu. AFCON haina adabu hata kidogo. Sio michuano midogo. Ngoma inaweza ikapigwa sebeni kwako wewe tu makundi haumo. Mwisho wa siku mechi zinachezwa Benjamin Mkapa, tunapata aibu. Tutapata aibu. Tutatia aibu. Si mfano Chani tu hapo. Umeona aibu ilikuwepo. Chani mpaka watu naambiwa bure kiingilio. Watu hatuendi. Chani ngoma ilikuwa inapigwa bure hapo. Paka jezi watu walikuwa wanapewa, lakini watu walikuwa hawaendi. Na hawaendi kwa sababu gani? Watu walikuwa wana matumaini na timu ya taifa. Lakini kwenye hii AFCON imeenda kurise kitu kipi ndani ya timu ya taifa. Kuna mtu alizungumza jambo akasema kwamba amegundua kutokana na matokeo haya ambayo yametokea Morocco, akasema kwamba amegundua Watanzania sio kwamba hawaipendi timu ya taifa, ila wanachukizwa na matokeo mabaya ambayo yamekuwa yakipatikana mara kwa mara. Kwa sababu watu hawapendi kushabikia timu ambayo haikupi furaha. Wewe muda wote timu yako hakuferi. Unakuwa unaipenda kimoyomoyo lakini huwezi kuisupport. Yaani sasa na mwanao una mtoto, mtoto wako si mwanao kwa kumzaa mwenye wa damu. Utakuwa unampenda lakini shuleni afanyi vizuri, utamsupport mambo ya shule? Utapoteza muda wako kumgaramikia mambo ya shule. Wakati kila shuleni tuisheni unampa nini lakini bado anapata zero. Huku zero. Mwisho siku familia acha tu nimpende kwa sababu huyu ni mwanangu. Lakini swala mwingine sitaki tena. Of course hakuna Mtanzania ambaye pendi timu ya taifa ya Tanzania, lakini watu wamekuwa kichukizo zaidi na matokeo ambayo wamekuwa wakiyapata timu ya taifa ya Tanzania. Obvious kama watakuwa na muendelezo mzuri, basi unaweza tukatengeneza kitu kizuri kwa mashabiki, kwa sababu mwisho wa siku hii AFCON bwana hatutaki kutia aibu. Umeona wenzetu nchini Morocco namna ambavyo mashabiki wamekuwa wakijitokeza kwenye viwanja hata katika michezo ambayo haiwahusu. Unaona numbers, nataka timu yao ya taifa haichezi. Kwa hiyo sisi tunatamani pia kuona huo msisimko na unakuwa pia kwenye timu ya taifa ya Tanzania, kwa sababu mwisho wa siku ni jukumu letu sote. Taifa likiaibika tumeaibika Watanzania wote. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.